السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وفي رواية عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. عباد الله، ومبعادكم محميدي الله عز وجل nakum takia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunaendelea kuzungumzia umuhimu wa kuchunga wakati katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Anatueleza alayhi salatu wassalam umuhimu wa umri na wakati katika maisha ya mwanadamu ambaye kama ni Muislamu. Anasema alayhi salatu wassalam, siku ya kiyama itakapofika, hatopiga mmoja wetu hatua ima kuelekea peponi ama motoni, ila ataulizwa mambo manne. Akasema ya kwanza kabisa, ataulizwa mtu kuhusiana na umri wake, alimalizia kitu gani. Mimi na wewe tutaulizwa kuhusiana na umri yetu, tuliweza kumalizia katika mambo gani, na kila mmoja atafaa kujibu jawabu sahihi, na Allah azza wa jalla anafahamu. Ya pili, mtu ataulizwa an shababihi fima ablah, maa anna shababa juz'un min al-umr. Ujana ni katika pati ya umri, lakini mtu ataulizwa khas hiyo ujana wake alitumia katika mambo gani, kwa sababu katika marhala ya ujana mtu ana nguvu zake, mtu ako na uwezo wa kufanya kadha wa kadha. Mtu anaweza kusali hata dakika 30 ama lisali moja. Uzee mtu hawezi kufanya mambo haya. Katika ujana mtu anaweza kufunga bila pingamizi wala shida yoyote, lakini mtu akishafikiwa na umri ya uzee anakuwa ni mwenye kushindwa kuweza kufunga na kadhalika. Kwa hivyo utaulizwa kuhusiana na ujana wako, uliweza kumalizia katika hali gani. Kisha swali nyingine mtu ataulizwa wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, katika mali yako ambayo kwamba Allah azza wa jalla alikuruzuku, je, ulichuma katika njia gani? Ulifanya kitu gani mpaka mali kama ile ukapata? Na vile vile utaulizwa kuhusiana na matumizi ya mali hiyo. Je, ulitumia katika njia gani? Kama ulichuma katika halali ukatumia kwa haramu, utamjibu Allah. Kama ulichuma katika haramu na ukaitumia katika halali, utamjibu Allah azza wa jalla. Na ya mwisho mtu ataulizwa elimu ambayo kwamba mtu aliipata, aliifanyia kazi gani. Kwa inshallah biidhnillah, katika hizi silsila za durus zetu, tutakuwa na mwenye kuangazia ahkam za siyam na fadhaili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na mambo mengi ambayo kwamba inafungamana na mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo inshallah hizi ni silsila ambayo kwamba tutaendelea kuweza kufundishana, na mtu yoyote mwenye swali anakaribishwa kuweza kuuliza swali yoyote ambayo kwamba inahusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, na inshallah biidhnillah katika durus zijazo tutakuwa ni wenye kuzijibu, Allah azza wa jalla akituwafikia. Kwa mengi na machache, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.